Peni yangu hakuna hata siku moja nilizungumza katiba. Sikutamka neno katiba mahali popote, pamoja na kuzunguka kilomita 46,500 kwa gari. Tutengeneze nchi kwanza. Hicho ndicho tunachokihitaji. Unaweza ukawa na katiba za kila aina, lakini mchakato wa katiba umeshafikia mahali pazuri. Niache kwanza niinyoshe nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, umezungumzia swala la msingi la mchakato wa katiba. Mchakato wa katiba ulifika mahali pazuri sana. Napenda nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa awamu ya 4, Mheshimiwa Dr. Shein, Rais wa Zanzibar, na kwa hapa makamu, nimuite makamu wa mchakato wa katiba Mama Samia na mwenyekiti wake Mzee Sita, kwa jinsi walivyofanya kazi kubwa katika mchakato huu. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Jaji Warioba pamoja na tume yake ilivyotoa mchango mkubwa na inavyoendelea kutoa mchango mkubwa. Kazi imefanyika kubwa. Tumefikia mahali pazuri sana. Nataka nikueleze Mheshimiwa Kikwete, umenirahisishia mimi kazi. Umeifikisha hapo ilipo, mimi nitaendelea hapo ulipofikia kusudi nipamalizie. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti wa tume, kwa haya ulioyazungumza kwamba kwa vile muda ilikuwa ni vigumu kuwabebesha Wanyamwezi mizigo miwili kwa wakati mmoja, na kwa hapa Mnyamwezi maana yake alikuwa ni Kikwete na mimi nakubaliana na wewe, kweli ni Mnyamwezi. Haya mengine yatakapofikishwa serikalini tutayafanyia kazi, na wakati tutakapokuwa tunafanyia kazi, inawezekana yakajitokeza mengine ambayo yanaweza kuwa added katika huo mchakato. Katiba ni ya Watanzania, ni kwa faida ya Watanzania. Lengo letu ni kuipeleka Tanzania mahali pazuri. Hiyo ndiyo ahadi yangu Mheshimiwa Mwenyekiti.